kama jamii ya Bungoma na Western Region, umesikia Mheshimiwa Nabii akisema mmoja anatoka pale Kabrengu. Yale yote viongozi wamesema hapa ya kusaidia ili tusiwe na majanga kama haya tumeyatilia maanani. Tayari nimemwambia waziri wa barabara kwa haraka iwezekanavyo lazima akuja aweke matuta ya kuzuia speed katika hii barabara. Sasa hawa viongozi gavana kufuatilia ili waweke bumps kutoka kule Kamkuywa, kwa sababu pale daraja ya Kamkuywa pia tumepoteza maisha ya watu wengi sana. Magari yanayotoka Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo ikikujia Ruahaha, ikifika Chwele iende Kandui join barabara ya kwenda Nairobi, badala ya kujia kwa barabara ndogo na kuumiza watu wetu. Wale wanalalamika kwa sababu tunataka kupanua barabara za pande hii, kwa sababu pesa inataka kuletwa pande hii, ole wenu. Itafanyika. Kama tulichukua loan kujenga Mau Mau roads, tutauza mashirika ya Kenya tujenge barabara hapa Andivisi, hapa kwetu. Kwa barabara hii bado kuna matrailer nyingi sana ambazo zinaendeshwa kwa mwendo wa kasi sana. Mimi nafikiria kwamba in terms of moving forward, tuongee na watu wa Kenha, tuweze kuwa na mjadala hata katika kule bunge, ama tupitie mswada ya kuhakikisha kwamba matrailer zote tutengeze njia mbadala ambazo matrailer zinaweza tembelea kule, ili ziwe hizi barabara za kawaida ambazo kuna watu ambao wanatembea, kuna watu wa magari, tuwe na alternative ways za madereva wa truck zile kubwa kubwa. Na hawa wengine wenye wako kwa hospitali ya kwanza, tutatoa, serikali ya county government itagharamikia malipo yote ya hospitali. Ya pili, ile dum kubwa, ile tent kubwa kwa sababu ya mvua, ile tutatumia kwa siku ya matanga, pia county government ya Bungoma italipia. Ya tatu, wale wote ambao wametuacha, county government itashughulikia mambo ya kutransport mili yao kutoka kwa penye wako kwa mochari mpaka mahali watazikwa. Mambo ya media pia ndio watu wajue ile tunafanya hapa, pia county government itasimamia. Japo tunaomboleza, japo tunasononeka, japo tunatoa machozi, Mheshimiwa Spika, kuna maswali na majibu ambayo watu wa Bungoma lazima waambiwe, kwa sababu kesho hatutaki tena kupata yale yaliyofanyika hapa. Mheshimiwa Spika, ni kama wale vifaranga wa kuku ambao kuku wametolewa na vifaranga wanabaki hawajui waende wapi na wamlilie nani. Kile ninaomba serikali ya Ken Makelo Lusaka, SHA inaleta Bungoma na hiyo hospitali ya Webuye mamilioni ya pesa. Hizo milioni yapaswa zinunue ambulance nzuri za kutosha na matabibu wa kutosha, ili next time watu wetu wasikae kama vifaranga ambao wanashambuliwa na mwewe na hawajui watafanya nini. Cha muhimu ni lazima ya kwamba tuweze kuhakikisha kwamba tunakuwa na emergency centers na disaster management katika kila county, ili kukitokea kama janga kama hilo tunatenga fedha za kutosha kuhakikisha kwamba hizo zile zinakuwa managed to attend to emergencies. Kwa sababu nina imani ya kwamba kama wale ambao walipata majeraha wangekuwa attended to very fast, labda the death toll haingekuwa mahali iko kwa sasa. Na vile nilivyosema, na vile hata tumekuwa kwa matanga, kile kitu ambacho nafikiria sana watu wetu, kila siku lazima uwe umejipanga, kwa sababu hujui utakutana na kifo siku gani. Hii accident ndiye imechukua maisha ya watu wengi zaidi tangu ile. Na wakati tumesikia hii ajali, tunongenezana na hawa viongozi, tumezungumza na rais wetu wa nchi ili tuone ni nini tunaweza kufanya. Siku ya Jumatano niliwacha bunge
nikakuja hapa Webuye, tukaenda hospitali, tukaona wale ambao wameumia, na Dr. Wanikina tunasema heko kwa juhudi uliofanya kusaidia kuokoa maisha ya watu wetu. Tukakuja hapa kwa mzee Muislamu, tukaattend mazishi yake, alafu tukapanga siku ya leo na siku ya Jumatatu ni kufariji hizi familia, kwa sababu mtu kama amekuwa mgonjwa kwa mwezi, kwa miezi, kwa mwaka, anatayarisha familia, wanakaa wakijua atapona hatapona. Lakini hao wametoka kwenda kutafuta ajira, kutafuta riziki, jioni mnaambiwa mtu wenu ameenda. Hii ni majonzi makubwa. Wiki hii bunge imepitisha sheria ambayo iliwekwa sahihi na rais, sheria ya kusaidia kuleta maendeleo, National Infrastructure Fund Bill, Now Act. Hii barabara kutoka Rironi mpaka Malaba sasa inajengwa kupanua leni tatu, hii matrela isiingie kwa hizi barabara za kando kando. Wale ambao wanaendesha magari kwa barabara, tunawaomba muwe waangalifu. Leo tumekuja hapa kutoa pesa kusaidia hawa familia.